Taarifa njema kutoka Jangwani kwenye kikosi cha Young Africans. Wastani wa siku moja au mbili nilikuwa katika platform hii na nikaelezea kwamba nilikuwa namzungumzia Pedro Gonçalves kwa ujumla wake, lakini ndani yake hapo pia nilizungumzia juu ya kocha huyo wa Young Africans kuhitaji nyota wawili raia wa Angola kwenye kikosi chake. Sasa katika hawa nyota wawili nilisema kadri mambo yatakavyokwenda ndivyo ambavyo tutakuja hapa na kuzungumzia. Sasa kwa sasa tunakwenda kumwangalia nyota wa kwanza ambaye kocha Pedro Gonçalves Soares kutoka Ureno anahitaji huduma yake. Huyu ni Laurindo Delson Maria. Wenyewe wa Angola wanamuita Depu. Wanamuita Depu kwa sababu ni utaratibu wa mataifa haya yanayozungumza lugha ya Kireno, Lusi countries, yenyewe yana utaratibu wa kukatisha majina. Mchezaji ana jina lake refu lakini anakatisha anamuita kwa ufupi. Kwa hiyo kwa huyu anaitwa Depu. Depu sio jina rasmi, ni jina la ziada kama ambavyo nimekuambia kwa maana ya utamaduni wa lugha yao. Sasa tukienda kwenye huyu mchezaji na ndo kubwa zaidi, tunakwenda kumwangalia Depu ni nani na nafasi yake ndani ya Young Africans iko vipi. Awali ya yote, Depu huyu ni mshambuliaji wa mwisho, yani striker. Lugha nyepesi kwenye old formation tunamuita nambari 9 ili ieleweke zaidi. Ni mshambuliaji wa kimataifa wa Angola ambaye kwa sasa yupo barani Ulaya huko nchini Poland ndiko ambako anacheza. Lakini Depu watu wengi nadhani wanamfahamu kwenye muktadha wa finali za Kosafa. Hizi ni finali ambazo huyu bwana ameweka alama kubwa. Sasa Depu na Pedro Gonçalves wamefanya kazi pamoja katika mazingira mbalimbali ikiwemo kwenye timu ya taifa. Huko ndo sehemu ambao alikutana zaidi, na ni mshambuliaji ambaye anamhusudu sana, anamuelewa sana. Depu pale Angola amecheza timu mbalimbali. Recreativo Kala amecheza timu ya kwao kwa maana ya Atletico Lobito, eneo ambalo ametokea yeye, lakini amecheza pia Petros Atletico de Luanda kwa kipindi kifupi tu kabla ya baadaye kuuzwa na kwenda zake huko ughaibuni. Sasa alienda huko kwa maana ya Ureno, aliingilia Ureno kwenye klabu ya Gil Vicente. Gil Vicente ni klabu ambayo iko Ureno na ni klabu ambayo imekuwa ikiscout sana wachezaji kutoka Afrika. Huyu ni miongoni mwao. Tunafahamu wachezaji hawa ambao wanatoka katika mataifa yanayozungumza lugha ya Kireno kwa asilimia kubwa yamekuwa yakiingia kwenye zile channel ya mataifa yale ambayo yanazungumza lugha ya Kireno. Kwa hiyo kupitia Ureno ni kitu cha kawaida. Yani wachezaji kutoka Msumbiji, kutoka Cape Verde, Guinea Ikweta, kutoka Angola kupitia Ureno ni kitu cha kawaida. Sasa Depu huyu ni mshambuliaji ambaye anaenda Gil Vicente ya huko Ureno, lakini majeraha yalikuwa kimcost kwa kipindi kirefu. Baadaye akawa anatolewa kwa mkopo kwenda katika klabu mbalimbali mpaka wakati huu akiwa kule Poland. Sasa sehemu ambayo kubwa ambayo Depu aliwahi kuonesha au mafanikio yake binafsi ambayo aliwahi kuonesha, kwanza alianza kuonesha katika finali za CHAN mwaka 2023, finali ambazo zilifanyika nchini Algeria akiwa na national team ya Angola. Alifunga mabao mawili tu akiwa ndo top scorer wa taifa lake kwa maana ya Angola katika kundi la Mauritania wao wenyewe pamoja na Mali. Kwenye hilo kundi ilikuwa inahitajika timu moja tu iende hatua inayofuata. Angola alimaliza nafasi ya pili pamoja na Mali nafasi ya 3, Mauritania ndio walikwenda hatua inayofuata. Lakini katika hizo mechi mbili ambazo alicheza, Angola kwa ujumla wake ilikuwa imefunga magoli 3 tu. Hayo magoli 3 yalitosha kwa Depu kuonesha ubora wake kwa sababu alifunga magoli 2. Ilikuwa ni mchezaji ambaye alitrend sana katika ile mechi dhidi ya Mali ambayo alitoka sare magoli 3-3. Ilikuwa trending sana. Depu alitrend maeneo mengi. Baada ya hapo finali nyingine ambazo Depu ameweka alama kubwa zaidi ndizo zilimtambulisha kama pana zaidi ni finali za Kosafa. Kosafa ni chama cha soka kutoka kusini mwa Afrika huku upande wa SADC hususan. Sasa yeye katika finali za mwaka 2024 alifanikiwa kuwa mfungaji bora wa finali hizo. Alifunga mabao 8 katika finali za Kosafa. Msimu uliofuata kwa maana ya wakati huo hiyo anafunga mabao 8, Angola ilibeba pia ubingwa wa Kosafa chini ya huyu kocha Pedro Gonçalves. Alikuwa akimtumainia Depu katika safu yake ya kushambulia. Performance nzuri, na msimu uliofuata kwa maana ya
Kosafa nyingine ndo hii Kosafa mwaka huu 2025 ambao pia imefanyika Afrika Kusini. Wamebeba ubingwa hawa kwa maana ya Angola, wamekwenda kutetea tena taji lao. Wamebeba taji la pili mfululizo chini ya huyu kocha Pedro Gonçalves. Kwa hiyo Pedro Gonçalves amebeba mataji mawili mfululizo ya Kosafa. Lakini katika hii ya mwisho pia ambayo imefanyika Afrika Kusini, na yenyewe mfungaji bora ni Depu, tena Laurindo Dilson Maria amekuwa mfungaji bora kwa mara ya pili. Kwa hiyo anakwenda kuwa top scorer mara mbili mfululizo. Mara ya pili alifunga mabao 5. Sasa jumla katika hizi mechi mbili, katika hizi season mbili ambazo alicheza, season ya kwanza na season ya pili, jumla mechi 12 ambazo alicheza. Katika mechi 12 amefunga jumla ya mabao 13, maana yake 8 na 5, mabao 13. Kwa hiyo mechi 12 bao 13, huyo ndo Depu. Lakini katika season hii ilienda mbali zaidi. Licha tu ya kushinda tuzo ya kuwa top scorer, lakini pia alishinda tuzo ya kuwa MVP wa tournament. Huyo ndo Depu. Kwa hiyo Depu alirudi tena. Kwa wale ambao wanafuatilia kandanda la Afrika ambao walifuatilia Kosafa watakumbuka tena ilikuwa ni maandalizi ya wao kuelekea katika CHAN. Kwa sababu Depu asingeweza kucheza CHAN kwa sababu CHAN ni wachezaji wanaocheza ligi ya ndani, kwa maana ligi ya nyumbani, timu za taifa wachezaji wanacheza ndani. Depu ilikuwa haitoshi kwa yeye kwenda kwenye hizo finali. Lakini kama ingekuwa ina qualified, maybe Depu tungemuona katika finali za CHAN. Sasa Depu huko alipo sasa hivi mambo hayaendi vizuri sana, kwa maana ya nafasi yake, majeraha yamekuwa yakimwathiri kwa namna moja au nyingine, hali ambayo inapelekea kupoteza nafasi. Lakini kocha Pedro Gonçalves anafahamu ubora wa Depu uko wapi. Ni nyota ambaye amefanya naye kazi kwa mafanikio ya kuridhisha. So ndani ya Young Africans anamhitaji aje kuongeza nguvu kwa ajili ya Young Africans kufanya vizuri katika mechi zake za ndani na kimataifa. Nafasi yake ndani ya Young Africans iko vipi? Yanga wana strikers 3, lakini kwa sasa hivi wako 2, kwa maana kwa wakati huu yupo Prince Dube, yupo Andy Bobo Boyeli. Hawa washambuliaji wawili ni washambuliaji wazuri, lakini bado hawajakata kiu ya mashabiki wa Young Africans ambao wanahitaji kuona wanafunga zaidi magoli, kwa sababu timu yao haina shida kwenye create chances. Wanatengeneza nafasi za kutosha, lakini je, kwenye matumizi ya hizo nafasi bado ile clinical ya kumalizia haijawa nzuri sana. That's why kocha Pedro Gonçalves anaamua kuambia uongozi wa Young Africans anamhitaji Depu awepo kikosini. Sasa mazingira yake ya kimkataba huko alipo yanawezekanika kwa maana ya kupatikana, na kama atafanikiwa kupatikana, kuna kuwezekanika na kumpata, mambo mawili tofauti. Kama atafanikiwa kumpata, basi tutarajia kumuona Depu akiongoza safu ya kushambulia ya Young Africans. Hiyo ndio picha kubwa ambayo tutakwenda kuipiga, kwa sababu ni mchezaji ambaye amemtaka mwenyewe na ni mchezaji ambaye anamfahamu na anafahamu kwamba yuko barani Ulaya, kumleta huku haiwezi kuwa kazi rahisi. Kwa hiyo licha kwamba kule kidogo amekuwa akipata changamoto, ila anaporudi Afrika anafanya vizuri. So kwa Depu mazingira yake ndio yako hivyo. Kwa wale wachezaji ambao wako pale, bado Depu ana nafasi kubwa ya kuwa challenge na kushika first 11 kwa maana ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza cha Pedro Gonçalves. Wote wanajuana wawili, Depu anamjua Pedro Gonçalves, Pedro Gonçalves anamjua vizuri Depu. Endapo watafanikiwa Yanga kumpata nyota huyu, basi itakuwa wamepata mshambuliaji mmoja wa washambuliaji hatari kweli kweli. Ni miongoni mwa wachezaji ambao very energetic, ana nishati ya kutosha, power, nguvu ya kutosha, uwezo wa kupiga, lakini pia jicho la kuliona lango. Kwa wale ambao walifuatilia Kosafa hii ya Afrika Kusini watakuwa mashahidi, hii Kosafa ya mwisho iliyomalizika, watakuwa mashahidi juu ya uwezo wa Depu katika kufumania nyavu. Anyways, kwa hiyo ndio kubwa kwa wakati huu. Wewe kwenye nafasi yako, kwenye comment section hapo, unaweza kaandika comment yako. Unaona Young Africans unamhitaji Depu au unaona waliokuwa nao hawa wanatosha? Basi comment yako ni muhimu sana. Wakati huo nikiendelea kuasisitiza na kuwakumbusha mara kwa mara kwamba kwa wale wote wenye uhitaji wa kufungiwa AC, hususan kwa wale wakazi wa Vikindu na maeneo ya jirani ambao wanahitaji kufungiwa AC zao, basi sehemu sahihi ya kupata AC na huduma zake kwa ujumla zake, kwa maana ya kurepair na mambo yote yanayohusiana na air condition, ni K Fabrication, ambao wanapatikana Amadol pale. Ukitoka kiwanda cha Bakhresa cha Mwandege, ukishuka ule mlima ukipandisha tena juu mkono wa kushoto, ndiko ambako wanapatikana K Fabrication. Utaona duka kubwa pale, nenda pale utapata huduma ya AC. Lakini kwa wenye uhitaji wa spares za bajaji,
za pikipiki na guta, sehemu sahihi ni ABY Genuine Spare Parts ndani ya Kariakoo, mtaa wa Mafia na Sikukuu. Pale spare zinapatikana kwa bei nafuu kabisa na wanasafirisha hadi kwenye mkoa ambao wewe hupo, lakini kama haitoshi wanauza kwa bei ya jumla na reja. Hao ni ABY Genuine Spare Parts. Anyways, hii ni Mzinga Sports na usisahau kusubscribe.